Mtazamaji, leo tupo maeneo ya kaburi moja hapa, tumekuja kupata story mbili tatu za kimichezo. Na hapa nipo na Uchebe wa Simba. Kwema ndugu yangu? Mimi kwema, si wewe? Mambo yanasemaje? Nashukuru Mungu, niko fresh kabisa. Za kwako? Simba wanasemaje? Simba fresh, Simba kumepoa, Simba iko baridi kabisa. Tumeona mmefanya usajili wa vijana wadogo kuelekea msimu ujao. Watawasaidia kiasi gani kwenye kikosi chenu cha Simba? Lazima kwenye familia lazima kuwe na wadogo, kuwe na wakubwa, kuwe na wazee. Kwa kama walivyosema wale ni vijana wadogo wapo Simba kwa ajili ya kuja kujifunza kwa kaka zao. Wachukue madini kutoka kwa Mpanzu, madini kutoka kwa Libasa kutoka kwa Enseti Ura na wengineo. Kwa hiyo nafikiri kama klabu tutawapa nafasi kubwa kwenye mechi ambazo watakaoanza, basi nafikiri itakuwa hazina kwa Simba na hazina kwa nchi yetu ya sasa kuelekea michuano mikubwa ya AFCON msimu ujao. Kuna baadhi ya watu wanasema vijana wengi pia mlikuwa nao msimu uliopita ikiwemo Lada Kicha Sambi, lakini leo mnamtoa hivyo, na hao walioingia unafikiri wanaweza kupata nafasi kwenda kuanza labda kwenye kikosi? Hapa shida sasa ni wao wenyewe vijana. Kama ulivyosema Cha Sambi amekaa Simba pale misimu miwili takribani, kila akipewa nafasi aoneshi thamani yake, bado afanyaje mdogo? Hapana. Cha Sambi yeye mwenyewe ndo anatakiwa ajijutie. Toka enzi ya Fadru, toka enzi ya kina Juma Mgunda walimpa nafasi, lakini nafikiri mwenyewe alikuwa hapo tayari kwa ajili ya mpira. Na tosha, ukiangalia Simba ni klabu kubwa. Misimu mitano yote imekosa kombe la ligi ya ndani. Msimu peke yake ndio imeperform vizuri, imechukua kombe la Muungano na kombe la CRDB, ni jambo kubwa. Lakini je, wao peke yao wangeweza? Kwa hiyo jibu lepesi tu, wasingeweza. Kwa hiyo Simba amefanya tathmini kwamba labda hawako tayari kuja kuitumikia Simba. Tuachukue kina Bakari Msimu, tuachukue wakina Kevin Nation na wengine, tuone nao wanakuja na nini kwa Simba Sports. Ujio wao Simba sina shaka. Na mimi Simba siku wote huwa nasema, yani sijawahi kuona viongozi wa Simba wafeli kwenye usajili. Ila sipokuwa tu hawa wachezaji wetu wakuja huwa ndo wanafeli, hasa hawa wa ndani. Kwa hiyo nafikiri Bakari Msimu huu ndo muda wake sasa kuonesha kile ambacho alikuwa kule Coast hajaonesha akiwa Simba Sports. Nafikiri anabonga potential kubwa, kipaji kikubwa. Ampe Mwalimu Baka anahitaji mtu kufanya naye kazi. Sawa? Kwa hiyo naamini kama akipata muda kutosha, nafikiri tutaona msimu ujao ni msimu wa moto kama msimu wa Simba ulivyoisha. Kuna baadhi ya mashabiki wanasema kwamba vilabu hivi vikubwa havina uvumilivu kwa wachezaji kuvumilia labda msimu wa kwanza, wa pili, wa tatu, baadaye akaonyesha kitu kikubwa zaidi. Hii ina ukweli kiasi gani? Nafikiri ukiangalia kwanza, hata ukiangalia signing zao ni miaka miwili tu, kama vile yani kumwangalia mchezaji. Sawa, lakini ukienda kwa wenzetu mifumo hiyo haipo. Mchezaji mdogo kama Msimu huwezi kumpa miaka miwili, mpe miaka mitatu, minne mpaka mitano ili umuone thamani yake ni ipi. Lakini ukimpa msimu wa miaka miwili, msimu wa kwanza timu ina pressure kubwa nje na ndani ya klabu, timu inahitaji taji hakuna. Nani anakubali kwa nayo kwenye timu? Na wengine pia inaweza ikawa labda mazingira aliyotoka na hapa aliyoyakuta, labda Simba inakuta kidogo anaanza vibaya. Kwa ndani sio kweli. Ukiangalia mazingira ya Pamba, Dar es Salaam, Arusha ni yale tu. Isipokuwa labda tu idadi ya watu. Dar es Salaam na watu wengi, Arusha kuna watu wachache. Lakini kwenye timu ndio zile tu. Simba na Yanga, Pamba na Mashujaa, JKT na Mungu ni timu zile. Nafikiri waache uoga, wajiamini, pale wanapata nafasi kwenye timu, waoneshe sisi kama wadau wa mpira, sisi mashabiki wa mpira wa Simba na Yanga tunaamini wao kule wa vipaji. Lakini wakikaa tu kama walivyokaa Cha Sambi, alivyokaa yule Edmund pale Yanga, leo hii hayupo. Kwa hiyo wana kazi kubwa kuonesha kwamba Simba na Yanga sio timu ndogo, ni timu kubwa. Kwa hiyo mimi kwa upande wa Simba sina shaka na wachezaji watatu, Kevin Nation, Bakari Msimu na Chilambo. Naamini kwanza wana vipaji sawa, lakini wanasema pia mpira ni sayansi.
sayansi ya kichwani, mbali kuwa na kipaji, uwe na potential, yani uwe tayari kwa ajili ya kuitumikia klabu pindi mwalimu ambaye bwana sasa wewe bwana wewe Bakari Msimu, naomba kafanye jambo hili timu ipate matokeo. Kafanye ili asikilize anachoambiwa na mwalimu. Yes, ili tusaidie timu. Lakini mwisho wa siku tusubiri tuone uwepo wao Simba nini atakuja kutupa baada ya msimu kuisha. Pia tumeona kwenye wachezaji ambao mliowaacha, wengi wameshangaa sana kumwacha Pinpin Kamara ambaye pia ameonyesha msimu mzuri sana alipokuwa na Simba. Amewaonyesha kiwango kizuri. Hii kwako ipoje kwa kumwacha Pinpin Kamara? Nafikiri debate imekuwa kubwa sana kwa Kamara. Nafikiri benchi la ufundi la Simba imepiga tathmini yake ya kutosha. Kuona huyu mchezaji amekaa nje takriban miezi kama sio miezi 6 mpaka miezi 7 amekaa benchi. Leo hii tena kuangalia nafasi ya golikipa kwenye nchi yetu, nafasi hiyo moja tu kwa kigeni. Kwa hiyo kwa anahitaji wa kigeni wawili kwenye eneo la golikipping. Kwa hiyo wamekaa wameona Katanje bado ana nafasi kubwa japokuwa alikuwa na mapungufu machache. Pale alipoanzia msimu mpaka alipoishia akaona kwamba Kamara bwana, sikiliza, wewe ni bonga golikipa, tunajua thamani yako, tunajua uwezo wako, lakini kwa sasa tunaomba tu kaangalie maisha mengine nje ya Simba. Nafikiri maamuzi magumu kama uongozi wa Simba, kama benchi la ufundi, kwa maana leo hii imekuwa issue kubwa kwenye baadhi ya media, baadhi ya watu wa mpira kuhusu Kamara. Lakini tuheshimu benchi la ufundi, limefanya maamuzi magumu. Tumuone naye Katanje msimu ujao nini anatuletea. Japokuwa kaanza na mambo sio mazuri, lakini kadri anapoenda afikiri Simba anaweza kuwapa kitu msimu ujao. Kwa upande wako wewe sasa, Kasali unavyomuona na mnaenda kuelekea kwenye klabu bingwa barani Afrika, unamwambia kitu gani? Maana kuna muda tunamuona anafanya makosa akiwa uwanjani. Makosa yapo, hata ukimwangalia Kamara wakati anakuja Simba mechi za awali zile pia naye hakuwa bora sana. Mpaka kipindi tulimkumbuka nani? Tulimkumbuka Manula. Lakini mwisho siku kadri anavyoenda alikaa sawa. Isipokuwa tu majeraha ndo akaja yakamondolea nafasi yake. Pia hata hivyo kwa Katanje na hivyo kaanza kwa kusuasua, lakini naamini kadri anavyoenda nafikiri ana kitu. Katanje ana kitu. Nadhani klabu imeona ni golikipa bora, benchi la fundi imeona na kipa mzuri. Sisi tu ili tubaki sisi tuone na kushuhudia nini Katanje msimu ujao. Hata unaposema kuelekea klabu bingwa, kwa klabu bingwa anahitaji watu ambao makini kila eneo. Anahitaji beki kwa bora, golikipa kwa bora, eneo la ulinzi, eneo la ushambuliaji kwa bora. Sababu wanasema siku zote beki huwa wanashinda taji. Forward wanashinda mechi ikiisha goli 3-2. Wao wameshinda. Si ndio? Wanapanga mechi ijayo. Kwa hiyo naamini safu ya ulinzi ya Simba chini ya Ismail Ture, chini ya Rushain Deruk, nafikiri wao ndio wana kazi kumlinda golikipa. Mbali ya shida wanayo Katanje, naamini pia bench nini pia back line pia nao wana sababu kubwa ya kumlinda golikipa kama nilivyosema. Lakini tusubiri msimu uanze, ni msimu mgumu sana msimu ujao. Hasa hii klabu bingwa ni ngumu sana. Hamna timu nyepesi, ni timu ngumu. Watu wawe makini. Uongozi wangu niombe sasa, uongozi wangu kelele zimekuwa nyingi hii misimu miwili iliyopita, kuanzia klabu bingwa, ligi. Nafikiri kuanzia hapa walipoishia kwenye msimu ulioisha. Naamini tuna timu nzuri, uongozi wakikaa pamoja, wana viongozi wazuri, na sisi pia mashabiki tu back up hii safu ya uongozi uliokuwepo Simba kwa sasa ndio viongozi wetu. Si ndio? Hatuna viongozi wengine, Mangungu, Magoli na wengineo, tunapa support kila eneo kuelekea msimu ujao. Ligi, yani ratiba ya ligi kuu imeshatoka na tumeona kwa mnyama Simba mwanzoni kabisa na zile mechi ambazo ni tough sana. Baadhi ya mashabiki wanasema hii ndio sehemu yenu sasa ya kukusanya zile alama ili baadaye mnamalizia tu kwa zile nyepesi na mnatoa bingwa. Nafikiri hata msimu uliopita Simba alianza mechi za ugenini nafikiri kama 3 au 4 kama sijakosea. Nafikiri hamna shida. Timu bora mimi naamini inashinda kwenye uwanja wa mechi. Simba
tulicheza mechi nafikiri Mbeya, mechi na Mbeya City mchana. Lakini mechi pia tulishinda kulingana na ubora wa kikosi chetu. Kwa hiyo mimi niwaondoe hofu baadhi ya mashabiki wenye hofu na hiyo ratiba, wasio na hofu. Simba ni bora kaka. Simba ni bora msimu huu. Simba kwa anashinda mechi ile. Lakini sasa medali tushajua udhaifu wao Yanga uko wapi. Yanga kwenye pichi sio wazuri. Mimi naamini hilo. Yanga kwenye pichi sio wazuri. Ila tu wakienda nje ya uwanja hapo ndo wanakuwa hatari sana kwenye hilo eneo. Lakini mwisho wa siku mpaka lini? Mpaka lini? Mpira uchezwe kwenye pichi, mpira uchezwe dakika 90. Tuache mambo mengine nje ya uwanja, twende kwenye pichi cheze mpira. Na kuona hilo hasa msimu huu kwao ni mgumu. Hiyo kauli kwao ni kauli ya kishujaa na ngumu sana. Ni ngumu kuelewa kwa mtu haraka, lakini ni kauli ambayo nahitaji watu ambao wenye jitatu kichwani. Naamini msimu ni mgumu kwao, msimu ni mwepesi kwa Simba. Ila tu tunaongea hapa, lakini tusisahau Azam. Kwa nini Azam? Ina kocha ambaye Ibenge naamini ni kocha mzuri, ila isipokuwa tu viongozi wa Azam wakae vizuri kwenye benchi lao la ufundi, wamwambie mwalimu Ibenge malengo ya msimu huu kwenda kuchallenge Simba na Yanga kuelekea ubingwa msimu huu. Kwa hiyo ndo ataweka ugumu kidogo kwa nyie Simba na Yanga. Kwa sema Azam kidogo tunafeli. Waache ule ushabiki wa Simba na Yanga. Kazi hiyo sisi hapa. Sisi ndio kazi ya Simba na Yanga, sio wao. Wao ni viongozi wa mpira. Mapenzi yao Simba na Yanga waache pembeni. Waende watengeneze Azam iwe timu bora uwanjani, iwe timu bora nje ya bara la Afrika. Naamini Ibenge ni kocha mkubwa, ila tu afikiri Ibenge mwalimu viongozi wa Azam. Kwa mwacha Ibenge ajenge timu yake msimu huu. Nimeona baadhi ya sajili zake sajili bora kuelekea msimu ujao. Naamini msimu huu Ibenge ana kitu cha kufanya kuelekea msimu ujao. Nikushukuru sana. Mimi nashukuru sana. Karibuni sana muda wote, mkituhitaji sisi tupo kwa ajili yenu. Asante sana. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.